amepata ushindi wa goli 3-1 kule mkoani Lindi mjini Ruangwa ndani ya Majaliwa Stadium dhidi ya Namungo, na kumekuwa na maneno mengi sana, baadhi ya mashabiki wa Simba wakilalamikia kuhusiana na kiwango ambacho amekionyesha, wengine wakaenda mbali zaidi kwanza kumrushia maneno Ino Leomba anakosaje goli la wazi na golikipa. Lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na penalti ambayo imepewa Namungo, Elietie Makambo aliweka kambani, wengine wakisema kwamba haikuwa penalti halisi. Vipi kuhusiana na mchezo wenu wa jana? Mchezo kwanza ulikuwa mzuri, lakini ni mchezo ambao ulikuwa hauna kasi kubwa, ni mchezo ulikuwa wa kawaida kwetu, na ndio maana tulicheza kutokana na wapinzani ambao tumekutana nao. Unajua kunaweza ukashangaa Simba kwa nini ilicheza vile. Inacheza kutokana na mpinzani ambaye tunaenda kucheza nayo. Simba ilivyocheza dhidi ya Fountain Gate haina tofauti na ilivyocheza dhidi ya Namungo, kutokana na wapinzani ambaye dhaifu ambao tumekutana nao. Kwa hiyo tumecheza kidhaifu kama wao walivyoingia, na sisi tumekutana nao hivyo hivyo. Lakini uwezo ukajituma ukatumia nguvu nyingi wakati timu imekuja kwa kucheza kawaida. Kwa hiyo na sisi tunacheza na mpinzani kutokana jinsi alivyo. Kwa hiyo mechi imeisha salama, tunashukuru wachezaji wetu wametoka salama. Binafsi kwenye ule mchezo wote wanajiandaa kwa ajili ya kuelekea zao Zanzibar, akimumkazi kwa mama kwa ajili ya kwenda kushiriki mashindano ya muungano kati ya bara pamoja na visiwani. Kwa hiyo tunaenda kushiriki hayo mashindano, nadhani ni ya muda mfupi tu. Baada hapo tutarejea Dar es Salaam moja kwa moja kwenye NBC Premier League, kwenye mchezo mkubwa, mchezo wa kuvuta na jasho, mchezo wa kuvuta na kamba, mchezo wa kuvuta kwa lori, mchezo wa kuvuta na cheni. Nyuma mwiko mchezo ndio tunaenda kumshusha rasmi kwenye kile kisehemu ambaye anachojivunia cha alama 5, kwa sababu tukishampiga hiyo tarehe 3 maana yake tutabakisha alama 2. Hizo alama 2 tunawaachia Azam FC waende wakatumalizie hizo alama zilizobaki ili maisha mengine yaendelee. Hiyo ndio kazi ambayo tunaenda kuifanya pale tarehe 3. Lakini kwanza mazoezi yetu tutayafanya kule akimumkazi kwa mama. Hayo ndio malengo yetu, tukutane kwanza kule. Kwa hiyo kabla tarehe 3 maana yake tutacheza mchezo kati ya Gombani Pemba ama New Amani Zanzibar, pale wenyewe walipopaita Guantanamo. Tunataka tukalewaindi mkanda pale pale kiwezekana. Watakimbia tena kwenye gereza lao ama la, tunataka tujue kabla tujarudi Dar es Salaam. Hayo ndo malengo yetu makubwa. Tumemaliza kazi Ruangwa, tumechukua alama 3 na magoli 3. Tunajua mwamuzi alizingua jana, akawapa goli 1 kumharibia clean sheet. Jibril Kasari mwamba kabisa pale kwenye milingoti 3, sio zamu. Tunajipanga kwa hiyo michezo inayofuata. Kwa hiyo jana kiwalisia Yusuf Kagoma kushika mpira. No doubt. Kwa sababu watu nadhani wanashindwa kujua tofasili ya penalty kwenye matukio ya kunawa. Sawa? Kuna handball na ball to hand. Yaani kuna mpira kufuata mkono na mkono kufuata mpira. Sasa ule mpira ulifuata mkono, huwezi kuniambia kwamba ule alienda kucheza kwa mkono na kati mpira ndio umefuata mkono na kashaficha. Inawezekana mpira ukafuata mkono lakini umeuweka mbele, maana unaonekana moja kwa moja wewe umeushika. Kwa sababu mkono unakaaje mbele? Maana umeenda kuzuia mpira. Sawa? Lakini mpira ulienda kumpiga Yusuf Kagoma kwenye mkono. Sio kwamba labda kwamba yeye ameenda kuushika mpira. Kwa hiyo watu wajue kwanza tofasili ya hayo maneno mawili. Mpira kufuata mkono, sawa? Na mkono kufuata mpira. Ni mambo mawili tofauti. Sasa mpira ulifuata mkono, unasemaje kwamba yeye ameushika ule mpira? Ila muamuzi kwa sababu alishaandaliwa Simba atoe sare au afungwe, ndio akatengeneza mazingira kwa muda ule ashaweka chuma 2, awape goli 1 ili ya balance mchezo. Ikiwezekana wakirudi kipindi cha pili watafanikiwa kupata goli lingine, wakalevo ubao, ikawa scoreboard imelevo pale 2-2, Simba katoka pale sare, basi watu waendelee kuhemwa na kushangilia kwamba alama 7 sio alama 5 tena. Hiyo imekula kwao. Sisi tumeenda tumewakandamiza msumari mwingine wa Elim Panzu, sabu hiyo kutoka benchi imekuja imetulipa. Chuma safi kabisa ya Elim Panzu. Assist safi kabisa kutoka kwa mwanao Mligo. Katoka pale pale akawaumiza pale, katoa skrimu ya maziwa kama kawaida. Elim Panzu ameenda kambani. Kwa hiyo kwa ujumla mchezo wa jana nyinyi mnaufanya kama mazoezi kuelekea mchezo wa dabi Mei 3. Na kabla ya Mei 3 maana yake mnaenda kucheza kwanza kule visiwani Zanzibar kwenye kombe la muungano. Ipi? Mechi ya jana maana yake nyinyi mnachukulia kama mazoezi. Yale mazoezi tu. Jana hakukuwa na mechi tafu. Jana alikuwa mazoezi. Tumemaliza mazoezi, tunajipanga kuvuka maji. Tukishavuka maji sasa. Sawa? Tukishavuka maji ndio akili yetu sasa itawaza tarehe 3. Tukifika kule tu akimumkazi ndio tunaanza kuwaza. Yaani kwetu ndio tunaenda kuweka kambi rasmi. Yaani umetupeleka Zanzibar kuweka kambi. Sio kwenda kushiriki mashindano. Tumeenda kuweka kambi. Na huko kwenye kambi huko. Sio unakuwa kwenye kambi huaga mnafanya trial kule, mnapiga mechi zile za kirafiki zile. Ndio tutapiga kule kwenye muungano. Sasa tunawaomba wa jamaa huko wasikimbie. Kwa sababu wao kwenye kundi lao wakivuka nusu finali watakutana na Azam. Na sisi tukivuka kwenda nusu finali tunaenda kukutana na Singida.
mtoto wao. Kwa hiyo tunammaliza yule, tukutane kule. Tupige kule mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Sio kuja kupiga Benjamin Mkapa au Meja Jenerali kama itachezwa kule. Mazoezi siku moja kabla ya mchezo yapigwe kule Zanzibar. Tukirudi hapa kinapigwa. Tukisha kata siri kule. Tukija hapa tunaruhusu tu watu kutoa mizigo kwenye container. Kisha kata siri tu, container liko wazi. Tunaanza kutoa mizigo kwenye container. Au tunaanza kupakia mizigo mingine mipi. Kwa hiyo kule kwenye kombe la Muungano vipi mtamani kucheza na Young Africans dabi nyingine kwanza ianze kule kabla ya dabi ya Mei 3? Si ndio malengo yetu, si nimekwambia? Yaani mazoezi siku moja kabla ya mchezo wa dabi wa kupigwa hapa wa NBC Premier League. Mazoezi yatakuwa kule kwenye Muungano. Sawa? Yaani yatakuwa mazoezi tutapokutana kule. Alafu mechi rasmi itapigwa hapa. Sawa? Kule visiwani mazoezi. Ila hapa bara sasa ndio itapigwa mechi. Tuanze nao kule, tukate siri kabisa. Tutawafunga. Yaani wala hata sasa hivi hapa tucheze nao sasa hivi tunawaweka. Hata sasa hivi hapa tucheze nao. Unajua mnapataje nyinyi? Timu tunayo. Sawa? Benchi la ufundi tunalo. Lakini pia mashabiki wenye kuhamasisha mwanzo mwisho tunao. Kwani wao timu hawana? Sawa na timu wale. Vile vizevi vitusumbue sisi. Miaka 100 Pacome na Max ili watusumbue sisi. Kina Dube. Atusumbue sisi. Kuna mchezaji pa kutusumbua sisi? Eti wanamsifia nini? Huyo aliowachaziwa kwa mamake wanamsifia. Alan Okello. Sasa hivi Alan Okello kashakuwa bora, angalia na assist ngapi? Ana magoli mangapi? Kamfunga nani? Hizo assist katoa kwenye timu gani? Eti umetoa assist kwa JKT. Umetoa assist kwa Mbeya City. Eti umetoa assist kwa Tanzania Prison. Mtu yuko kwenye nafasi ya 15 kule. Alafu katangaza wewe bora. Eti kweli? Ana bora gani huyo? Mbona hajatoa assist dhidi ya Simba? Au hakucheza? Mbona kutoa assist dhidi ya Azam? Au hakucheza? Hizo ndio mechi ngumu. Kwa hiyo Libase Gweye na Alan Okello kwa upande wako Mnandi Junior unasimama na nani hapa kwamba nani bora? Hapo kinachokubeba ni namba. Sawa? Yeye anaangalia kwamba vigezo vyake kwamba tayari ana assist nyingi na ana magoli kuliko Libase Gweye. Libase Gweye ana assist 1, ana magoli 3, kahusika kwenye magoli 4. Wao na mchezaji wao wanasema ana assist 5 na ana magoli 3. Libase Gweye Libase ana assist 1, ana magoli 3, amehusika kwenye magoli 4. Lakini mchezaji wao inasemekana ana assist 5 kama sikosei, lakini ana magoli 3. Alan Okello ana assist 6. 6 ana magoli 3. Magoli 2. Magoli 2 Haya, kahusika kwenye magoli mangapi? Manake goli 8 hizo. Sawa Huyu kahusika kwenye magoli mangapi? 4. Manake amebalance kwenye magoli 4, manake wamebalance kwamba huyu goli 8 kahusika, huyu kahusika kwenye goli 4 nusu, mzani umebalance, huyu nusu, manake ni utofauti. Lakini ukienda kuangalia kwenye hizo assist alizozitengeneza Alan Okello na magoli aliyofunga Alan Okello, kafunga kwenye timu mbovu, assist katoa kwenye timu mbovu. Bora hajatoa assist dhidi ya Simba, hajatoa assist dhidi ya Azam. Huyo mchezaji umpime, hajatoa assist dhidi ya TRA. Au mjawaona watu alocheza nao, hajatoa assist dhidi ya Mtibwa. Ili umsifu huyu bora, lazima wacheze na timu kubwa, awafunge timu kubwa, atoe assist kwa timu kubwa, tujue kwamba ana muendelezo. Sio umetoa assist kwenye matenganyasi basi ukamfananisha na Libase Gweye. Ni mbingu na ardhi. Sawa? Mbingu na ardhi. Angalia performance ya mtu uwanjani anapopambana kila mechi. Wewe unapambana mechi moja afu unasema wewe mchezaji. Wewe mchezaji wa kawaida. Sasa tumuone sasa aje kutoa assist na afunge kwenye mechi ya dabi ya tarehe 3. Si ndio mchezaji wale msajili kwa gharama kubwa, dirisha dogo. Tunataka kumuona kwenye mechi ya tarehe 3. Au tukutane kwenye mechi ya mazoezi kwanza. Tuone je kule atajifua vizuri kutoa assist na aje kutoa assist kwenye mechi. Maana kule itakuwa mazoezi. Mechi itakuwa hapa. Kama tutakutana kwenye Muungano. Huwezi kumsifia tu kwenye matenganyasi. Msifie kwenye mechi zilizokomaa. Kwa hiyo Alan Okello ni mchezaji wa kawaida sana kwenye NBC Premier League. Mimi nakwambia Alan Okello ni mchezaji wa kawaida kwenye NBC Premier League. Wa kawaida mno. Huwezi kumfananisha na Libase Gweye mzee wa kuwapima watu umri. Namfananishaje? Wewe mtu ataboba wa shingo hujamtoka tu kumfananisha na Libase. Wewe sema mate aningenie. Wewe masiala ni na huyo mtu. Kwa hiyo nyinyi Libase Gweye nyinyi mnamwona ni fundi zaidi kuliko Alan Okello. Yule mwamba. Vipi Eno Liomba kiwango chake umekionaje? Eno Liomba. Fundi karejea na nilimwambia kocha huyu mchezaji sio kuanzia benchi. Bwana kwanza kumlazi mashabiki wangu nimejisahau. Sitaki kumkosea heshima mchezaji wangu. Nilisema amefunga magoli 3, amescore goli 4. Goli lake la jana ni goli la 4 Libase Gweye. Samahani sana Libase kwa kukosea.
kukupunguzia goli lako moja kama mwamuzi alivyowapa goli wale Namungo jana. Kutuharibia clean sheet yetu. Na mimi nataka kumkosea mchezaji wangu Libase. Libase amehusika kwenye magoli 5. Amefunga 4 na ameassist goli moja. Kwa nini mnafurahia sana hivi kitu ambacho amekionyesha Libase Gwe kwenye mchezo? Ni mwamba. Yaani ni mwamba kabisa. Na hivyo vya assist vake huyu Alan Okello atabaki navyo kufungia chapati. Havitomfikisha kokote. Unasema? Hivyo vya assist vake atabaki kufungia chapati. Kwa sababu mwenye assist zake kama kawaida ameendelea kuassist. Unamjua? Faisal Salum Fetoto. Assist 2 ndani ya mechi moja. Wao wamesema si assist 3 sijui Alan Okello. Assist 3 kwa matenganyasi ninapiga goli 6. Eti kumsifia Alan Okello. Sasa huyo mwamba mwenye assist zake anaendelea kuongeza namba huko. Huko juu anaendelea kuziongeza. Na bado ana assist 7, ana goli 7. Mwamba wewe mzani umebalance. Fetoto. Mwamba kabisa. Anaendelea kufanya yake. Yule mwamba. Yule acheki na mtu msimu huu. Yaani baada Jan Chazi huu amekosa kupewa tuzo yake msimu huu. Ambaye mpaka sasa hivi umemalizika na huu umeanza mpya unaelekea kumalizika, tuzo hazijatoka, watu hawajapata tuzo zake. Hajapata Spider Kamala tuzo yake, hajapata mwamba kabisa Jan Chazi huu tuzo yake, lakini pia Faisal Salum alikuwa na tuzo yake pia hajachukua msimu uliopita, lakini atachukua zote. Tena tunaomba hizo tuzo wakatoe msimu unaofuata. Watoe zote. Za msimu uliopita watoe kwa pamoja ili Fetoto akusanye matuzo yake kwa pamoja, kwa sababu umemfanyia nongwa huko, asikusanye tuzo zake mapema, ataanza kuzikusanya msimu huu kitamatika. Sio mnamsifia mtu tu anapiga matenganyasi, mnamsifia. Tusubiri tarehe 3. Hizo pointi 5 mnaziona nyinyi kwamba ndio zinawatangaza nyinyi kuwa mabingwa. Hizo pointi 5 ndio zitakaanza kuwashusha pale. Sasa tarehe 3 tunaenda kuzipunguza hizo alama 3 kama tarehe hivi. Zinabaki 2 tu. Sasa hizo 2 tunamwambia Azamu malizia. Anagonga tu. Baada ya 2 anachukua 3 zote. Kwa hiyo sisi tunaenda kuwa bingwa. Mapema tumelala kwenye majamvi. Mapema sana. Wewe una michezo 10 unatangaza mimi, tayari bingwa. Bingwa. Michezo 10 wewe bingwa. Kweli? Eti. Unaweza kutangaza ubingwa michezo 10 au michezo 12? Ukatangaza wewe bingwa. Mpaka sasa hivi kila mmoja kacheza michezo mingapi? Michezo 19 amecheza. 19. Maana tumebakisha kila mmoja michezo 11. Unatangazaje ubingwa? Ubingwa nakupa nani? Sasa tumelala mpaka tukupe ubingwa. Sasa jikanyageni sasa. Kalaleni kwa bibi, kalaleni kwa babu, kalaleni kwa mjomba, kalaleni kwa shangazi. Jisaulisheni na kesi ya huruma mkajisaulisha. Tunawakandamiza tarehe 3. Ndio mtafufua makaburi. Tarehe 3 ya mwezi wa 4. Ya mwezi wa 5 amtoboi. Mapema sana. Iwe Benjamin Mkapa, iwe Meja Jenerali kwenye gereza letu jipya kama tutakubalika, lazima mfe. Na hata kama tutaenda kucheza kwenye kifuu cha nazi pale pale kwenye parking ya magari pale Jangwani, pale pale sisi waweke magoli tunawaweka pale pale. Yaani sisi watu waofii. Sisi tunataka kusema sisi tuwapeleke sehemu fulani tukimbie. Sisi hatuogopi uwanja. Ikiwezekana pale pale kwenye kifuu cha nazi tukakipige pale pale. Weko magoli pale. Kipigwe pale. Pale pale anakufa. Alama 3 zinaondoka. Huko analia. Kwa ubingwa msimu huu, labda mkachukua ubingwa kwenye vijio vya kahawa. Ila sio NBC Premier League. Na wala sio CRDB. Kwa sababu namuona kwenye CRDB atoboi kwenda nusu finali. Mwisho wake hii robo. Meja Jenerali pale atoboki na mechi inapigwa Meja. Na nyuma mwiko michezo yake yote kwa uwanja Meja ufunguliwa hajapata matokeo. Zaidi ya suluhu ataenda kupata matokeo hivi. Sio ulivyomfunga goli 5 pale KMC basi na kule utatengeneza familia. Kule jeshini baba. Kule hakuna ushoga na hakuna undugu. Kikanyaga lazima upigwe. Yaani lazima. Undugu unaweza kufanya ukishatoka nje utafanya naye undugu, lakini sio pale kwenye gereza lake uchomoki. Pale ukifika lazima ufe. Kwa hiyo timu naziona za CRDB Bank ambazo zitafuzu semi final. Coast Union ya Tanga anaenda semi final, ambaye ataenda semi final kucheza na Simba, lakini pia JKT Tanzania zidi ya nyuma mwiko JKT anaenda semi final. Sawa? Azam FC zidi ya Mashujaa. Hiyo mechi hiyo yote anaweza katoboa hiyo. Hiyo iko 50-50. Kati ya Azam au Mashujaa yoyote anaweza katoboa, lakini nyuma mwiko na Singida au watu asante kwa kushiriki mwisho wao robo finali msimu huu. CRDB Bank hatuko nao. Mimi nakwambia Simba anafuzu, Coast anafuzu, JKT anafuzu, lakini kule kati ya Azam na Mashujaa yoyote anaweza akafuzu. Lakini katika hao watu watatu nimeshatabiria hao wote tayari washafuzu. Simba, Coast na nani? Na JKT. Nyuma mwiko na Singida out. No. Pamoja na TRA Chibwedo wote out. Hawamo. Pamoja na Chobwedo hayumo. Chobwedo out. Nyuma mwiko out.
Singida Black Star. Sawa? Out. Sawa? Mkubwa mweusi out.